kumbe na yeye sio yeye, ila kile kiti kinamfanya kuwa kama mtu fulani hivi wa ajabu ajabu, wa kutengeneza ubinafsi wa hali ya juu, na mwisho wa siku kuondoka madarakani inakuwa ni kazi kubwa sana, na hasa kulingana na katiba, kwa sababu katiba iliyopo ni ya chama kimoja, ingawa kuna kiraka kinachosema hivi itatamkwa ya mfumo wa vyama vingi, lakini kwa hakika katiba iliyopo ni ya 77, kipindi ambacho kilikuwa ni chama kimoja tu. Sasa katika kulaumu rais kama Samia mimi sioni kama anatakiwa kulaumiwa sana, isipokuwa kilaumiwe kile kiti cha urais ambacho katiba ndiyo ambayo imekifanya hivyo, na kile kiti ndicho kilichotoa mamlaka ya watu kuuawa, mamlaka ya watu kupotea, mamlaka ya watu kufungwa. Ni kiti, kile kiti. Sasa anayekalia ndiye anayekuwa answerable zaidi, kuwa mtu namba moja wa kujibu mashtaka au kesi, kwa nini watu walikufa. Hiyo namba moja. Namba mbili, hata huyu aliyetangazwa kwa kama ni rais, anayetakiwa kujibu mashtaka pia ni ile tume ya uchaguzi. Sio anaitwa Mwambengele, yule kiongozi wa tume aliyemtangaza rais kwamba amepata kura 98. Mimi kama mimi na mimi search kama mimi ninaweza nikasema kwamba ninaomba tume wale matis usalama wa taifa wamkamate, wamweke ndani, awe namba 2 wa kuweza kujibu kwa nini alimtangaza Rais Samia Suluhu Hassan kuwa rais wakati anajua kabisa hakuna kula zilizopigwa. Hizo kula alizomtangaza zilipatikana wapi? Kwa sababu tume ya Chande inathibitisha kwamba kuna maeneo mengi ambayo hayakupiga kula kwa sababu ya vurugu. Lakini si yule tu mwenyekiti wa tume kwamba akamatwe, na wale wote waliosimamia vituo wakamatwe, watusaidie upelelezi, watuambie kula zilizotangazwa kule ndo kula kweli zilizopatikana kwenye vituo walivyokuwa wanapigia kura. Baada ya hapo twende kwa wananchi tuwaulize, je, mlikwenda kupiga kura? Maana kama hawakupiga kura vituo, kwa sababu insachi sisi pia tuna taarifa mbalimbali ya vituo vingi kuto kupigwa kura. Nafikiri siku moja niliwahi kumuuliza mwandishi mmoja wa Mfindi FM ambaye alikuwa akipitia vituo sehemu mbalimbali. Yeye mwenyewe inapofika saa 4 alisema wakati anazunguka huko alikuta hakuna watu kabisa kwenye vituo. Nina message ambazo yeye mwenyewe alinijibu wakati ninapomhoji kwamba hakuna wanaopiga kura, hawajui labda walipiga asubuhi. Sasa asubuhi ilikuwa saa ngapi? Saa 4 watu wameshakwisha, watakuwa wamepiga watu 2000, 3000 au 500 au 400. Kituo kimefunguliwa saa 2. Sio walikuwa wanafungua na fikiri ni saa 1 au saa 2. Lakini ifike saa 4 watu wameshapiga kura wote. Kwenye kata, kwenye mitaa, sio kwenye vituo. Kitu ambacho hakiwezekani. Kwa hiyo mimi ni washauri sana. Pamoja na kwamba Rais Samia ana kesi ya kujibu kwa kuridhika bila kuhoji hizi kula zimepatikanaje. Lakini yawezekana hata ningekuwa mimi ningeridhika, kwa sababu mimi ningeenda, si wamenitangaza, wameshanitangaza, sasa nitafanya nini? Lazima niende kama walivyonitangaza. Lakini ni mtu tu ambaye binafsi ndio anaweza kaona kwamba hivi vitu ni halali. Lakini wale watu ambao hawakubaliana na ubinafsi ambao unaendelea katika taifa,
lazima wawe au aweze kuwa na la kujibu ya kwamba kwa kweli mimi nilitangazwa, lakini ulipotangazwa uliona ni haki, ni halali, wakati unajua kuna vurugu ambazo zilikuwa zinaendelea kutokea ukatangazwa. Lakini na wewe uliyetangaza ni kuliridhisha taifa kwamba sisi ni mambumbumbu, sisi kwenye taifa hili tunakwenda tu hivi, yani umetuona sisi kama mbongolala sana hivi, na ndio maana unafanya vitu kana kwamba unaowatangazia ni watu ambao hawana akili kabisa ya kuweza kufanya nini, kuhoji. Watu namba 3 wa kuweza kujibu hii kesi ni wale wote wanaoendelea kuficha takwimu sahihi za matatizo yaliyotokea 2025 kwenye uchaguzi. Kwa sababu nini? Ukificha ukweli wakati watu wanaujua ukweli wengi, na watu wengi wanaona kabisa kwamba hiki si kweli, unaongeza mambo mengine, hasira. Kwanza watu wawe na hasira kubwa kwamba hao watu wanatuona bado sisi ni wajinga, na ndio maana wanafanya mambo kama haya. Jambo lingine ambalo wale wote wanaojiingiza kwenye ile tume ya Chande, yani amejifanyia yeye huko akampelekea aliyemtuma, watu wengine wanajiingiza kwenda kuijadili, nao pia wanahitaji kukamatwa, watoe maelezo ya kina. Mnaijadili hii ya kwesa ambao inawafanya vichwa vyao visifanye kazi. Unajua hata Biblia imesema hivi ya kwamba rushwa hupofusha macho ya kuona. Rushwa inaweza ikafanya sehemu likawa giza. Rushwa inaweza ikakufanya wewe kitu cheupe ukawa unakisema ni cheusi, na cheusi ukawa unakifanya cheupe. Rushwa inaweza ikakufanya wewe ukawa unakuwa na kihelehele, kwa sababu si unapokea pesa unakuwa una kihelehele, hata mambo ambayo hayakuhusu wewe unajiingiza tu. Kwa sababu ya nini? Ya rushwa. Sasa hawa wakamatwe. Kwa nini wameanza kuisapoti tume kitu ambacho hawakijui? Kwa sababu kwa vitabu vile ambavyo alikabidhiwa Mheshimiwa Rais siku ile vilikuwa ni vingi sana, vina vipengele vingi, na yeye mwenyewe alisema mnaona mavitabu haya yalivyo mengi, kwamba haya sio ya kusoma siku moja au siku mbili ukawa una majibu. Wewe unayekwenda kuanza kusema kwamba tayari yametatua matatizo wakati hujasoma hata kusoma, hivi wewe unamaanisha nini? Ndio hivi unaijua au ulikuwa pamoja na hao waliokuwa wanafanya nini? Wanachunguza haya mambo. Kwa hiyo watu hawa wanaonekana, moja, ni wanafiki; pili, ni watu wa ajabu kabisa ambao kwa kweli kwa unafiki huu wanaweza wakalipotosha taifa, wakatuingiza tena kwenye majanga mengine ambayo hatukuyategemea. Kwa hiyo mimi nafikiri ni vizuri tume nifikiri usalama wa taifa uchunguze vizuri, vyombo vyote vinavyohusika na usalama wa nchi yetu vijikite katika kuchunguza haya mambo kwa kina, ili kulileta taifa pamoja. Wajue ya kwamba kuficha ukweli ni kuzidi kulitawanya taifa. Kuficha ukweli ni kulizidi kuliingiza taifa kwenye changamoto kubwa zaidi. Kuficha ukweli ni kuzidi kuleta mizozo isiyokuwa na sababu, na hivyo hata yale ambayo tunayategemea yaweze kutendeka yanaweza yasitendeke kabisa. Mwisho wa siku taifa likaingia kwenye mahali pabaya. Sisi tunasema haya kwa sababu ya kutaka kulinusuru taifa. Sio tunasema haya kwa sababu ya kutaka kugonganisha, kuleta matatizo, hapana. Tunataka ukweli ujulikane. Lakini tunataka kama kuna vyombo, kama kuna vitu ambavyo vinatendeka nyuma ya pazia viwekwe wazi, ili
taifa lisije likaingia kwenye shida. Maana wakashangaa tena mimi nasema haya, wakaanza kusema tayari sisi tunalichanganya taifa. Sisi hatuchanganyi taifa. Tunataka taifa liwe pamoja, vile ambavyo waasisi wetu walitutengenezea taifa, kwamba liwe taifa la pamoja, lenye umoja, lenye ushirikiano. Nasi tunaamini kabisa kwamba demokrasia ni kitu cha msingi sana kuliko udikteta. Na ndio maana tunataka kwamba mambo yote yakae vizuri, yawe analyzed, yachambuliwe kwa kina, yawekwe sababu. Maana tukiwa tuna generalize, yani wewe unatoa sababu tu, unatoa sababu alafu unajumuisha. Yani kuna kitu kuchambua na kwenda kwenye specific problem. Yani kuna matatizo ambayo sasa matatizo mahususi yanayosababisha matatizo haya ni nini? Umeona Mimi kwa muono wangu ninaona kabisa kwamba kwa kuangalia na kwa kufanya utafiti mdogo, naona moja kwa moja kuna rushwa nyingi ambazo zinaonekana kwamba zinafanyika, na ndio maana ushanga watu wanajiingiza kwenye ripoti hata ambayo hawahusiki, na kuweza kutolea hitimisho, conclusion. Mtu unaposema kwamba imenaliponya taifa, wewe umeconclude kitu ambacho hukijui. Tukikuuliza mle ndani mna vitu gani, yani wewe unaona vile alivyovisema Chande siku ile ndio ambavyo imeliponya taifa. Wewe unajua mle ndani vimeandikwa vitu gani? Hujui. Na rais alishakataza, ni ripoti yake. Wewe unakwendaje kuanza kufanya nini? Kuingilia. Kwa hiyo ndugu wanahabari, mimi niombe pamoja na haya yote, lakini niwaombe sote kwa pamoja tuungane, sote kwa pamoja tuwe kitu kimoja kwa ajili ya kuhakikisha kuwahabarisha wananchi mambo mbalimbali yanayotokea kwenye taifa hili. Mabovu yawe wazi, maana hawawezi wakatubu kama hawajui dhambi zao. Isaya 61 napiga kelele, waambie watu uovu wao, waambie watu dhambi zao ili waweze kutubu. Lakini kama unawaficha watu uovu, yani unaficha uovu, alafu nasema kwamba bado si unaliponya taifa, huko ni kujidanganya. Na hivyo Zaburi 53 itatuhusu. Tutaonekana ni wapumbavu kwa kuyaficha, kwa kuficha ukweli, kwa kujidanganya haupo, kumbe upo, wewe unaoficha. Reaction baadaye inapokuja kutokea, unaanza kulalamika na kuendelea kuunda tume, kumbe unataka kuuficha ukweli. Yatatokea mengine, mwisho wa siku utashangaa mambo yamekuwa mabaya zaidi. Hivyo niombe sana taifa hili tuache propaganda za ajabu za kutaka uficha ukweli. Kwa mfano kuficha ukweli mojawapo ni juzi hapa tulianza kuona kwamba watu wamesema kwamba nyeti zao zinapotea. Walisema nyeti zao zinapotea. Watu tukajikita kuanza kuhangaika na kushughulikia nyeti za watu zinazopotea. Lakini cha kushangaza, polisi nikashangaa wanawakamata ambao wanasema nyeti zao zimepotea na kuwekwa ndani. Lakini ile sisi ambao tumesomea mambo ya politics, unaona kabisa moja kwamba hii ni politics plan, technique ya kutaka kuficha jambo fulani, watu kuwaingiza kwenye kitu kingine, waanze kujadili hicho, waache kitu cha msingi. Umeona? Kwa hiyo hata kama kingeendea wangeshangaa wanasema kwamba tuunde tume ya kuchunguza nyeti za watu zinafanya nini, zinazopotea. Kuacha kitu cha msingi, wanakwenda kitu ambacho hata hakieleweki. Umeona bwana? Kuna vitu vingi ambavyo vimekuwa vikitokea ambavyo unaona kabisa hiki ni plani, ni mpango kazi wa watu wale kutaka kuficha mambo fulani ya ukweli na kuingiza taifa kujadili vitu ambavyo sio ya msingi. Kipindi hiki sio kipindi cha kufanya mzaha na mambo ya msingi. Kipindi hiki sio kipindi cha kufanyia mzaha ukweli. Ukweli uwekwe wazi, na ndio utakao tusaidia kuliweka taifa huru na kuliponya taifa kweli kweli. Lakini ukweli ukiwa unafichwa na kuingiza watu, kuwapa watu sijui na nini pesa ili waunge mkono jambo fulani, hiyo inakuwa si sahihi, na hivyo tutakuwa bado tunaingia kwenye matatizo makubwa zaidi kwenye taifa letu. Ndugu watangazaji na wanahabari, ni washukuru sana katika haya. Nafikiri ni vizuri zaidi tukaingia wote kwa pamoja kuambia wale wanaohusika
kabisa kabisa. Ukweli wasiufiche, wauweke wazi ili waliponye taifa lao. Asante sana. Mungu awabariki.